jinsi ambavyo labda tunaweza kukabili hali ya maandamano katika taifa la Kenya, na pia tunaangazia gharama ya maisha na pia uchumi wa maisha. Pia tutakuwa tukizungumzia masuala kuhusiana na ufisadi kunradhi, na hivyo basi narejea hapa kwenye studio niweze kufanya mazungumzo yangu, lakini kabla ya hivyo Bwana Francis, nitaja kwako, niruhusu tu tuweze kurejea kwenye mashinani tuweze kupatana na Laban Mohinda. Laban, wapo nanipata, tueleze wakazi wa Kula wanazungumzia nini kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo. Naam, Chichi, shukran sana. Ninakupata kwa njia ya mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nyahururu, huko ni kaunti la Laikipia. Nami hapa na watu baadhi ya wenyeji kutoka mji huu ambao vile ningependa kuhusisha katika mjadala wa siku leo, tusikie wao kama wenyeji wa mji huu wanahisia zipi kuhusiana na gharama ya maisha, vile mustakabali wa taifa humu nchini. Karibu ndani ya TV47, utasongea hapa ukianza kujitambulisha majina yako, tueleze wewe kama mzee, gharama ya maisha imekuathiri vipi maisha yako ya kila siku? Kwa majina, mimi naitwa Fred Jogu. Mimi ni mfanyabiashara na mkulima kidogo. Maisha wakati huu imetukalia vibaya sana. And since independent, maisha hajawahi kuwa ngumu kama wakati huu. Juzi tulikuwa na mgomo sababu ya kuongezwa kwa mafuta. Na hiyo mgomo haikusaidia kamwe. Sambambu ule chairman wa matatu ni kama either alipewa pesa akahongwa au akawa threatened, sababu hakuna kitu huyo mgomo ilisaidia. Kwa mfano sasa, pahali nimesimama hapa iko manduthi ile ina na maguo na pahali nyingine. Belani walikuwa wanarudisha sisi shilingi 30 kutoka hapa mpaka maguo. Sasa ni shilingi 40. Sasa hiyo ni kumaanisha wameongeza na shilingi 10. Hiyo ni kumaanisha kama ulikuwa unapata mshahara wa shilingi 5,000 na umeongeza na shilingi 10 kwa mwezi, na kama unakuja town kila siku umeongeza shilingi 20 kwa mwezi, hiyo ni 600 shillings. Kwa hivyo utarudi mfukoni mwako na maisha itakuwa inaendelea kuwa gumu kwako na kwa kila mtu. Yes. Na wewe bwana, ukikaribia tu hapa, tueleze gharama ya maisha imekusukuma au imeathiri vipi maisha yako ya kila siku? Asante sana mtangazaji. Kwa majina naitwa Tiz Warren, mfanya biashara hapa mjini Nyahururu. Kwanza, gharama ya maisha imetuadhiri sisi sote kwa sababu kuanzia bei ya bidhaa kupanda na kila kitu hutegemea gharama ya maisha. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu tukufu iweze kushusha angalau ushuru ambazo vitu zingi zinatozwa, haswa gharama ya mafuta. Iwapo serikali tukufu inaweza kuondoa huo ushuru wote, gharama ya maisha itakuwa nafuu kwa sababu kila kitu hutegemea mafuta. Na isipofanya hivyo, basi wananchi hawana lingine ila kuendelea na migomo mpaka gharama ya maisha iweze kushuka kupitia mafuta kuweza kufanya nini, bei kushuka. Naam. Bwana, tukimalizia nawe ukianza kwa majina, tueleze, tumeona kuwa katika maandamano ambayo yanafanyika humu nchini, maandamano mengi huwa yanaweza kuharibu biashara za watu. Tunaona kuwa magari, tunaona kuwa majumba zinaweza kuporwa. Ni nini kinapaswa kufanya ili kuhakikisha kuwa maandamano yanapofanyika usalama umeimarishwa? Asante sana mtangazaji. Kwa majina ni Solomon Muigai. Ya maana kwanza, kwa hii migomo sasa inakuja katika nchi yetu, ni vile maisha imeenda juu, gharama ya maisha. Ukija kuangalia side upande mwingine, unaona wa Kenya wanafinywa sana. Kwanza kwa ushuru, kwa bei ya bidhaa kwenda juu, hiyo ndio inatufinya sana. Tangu kutoka mwaka 2022. Hiyo bei ya maisha, gharama ya maisha imeenda juu. Sasa kuangalia ukaona kila mtu anarudi kwa mfuko, tunaumia sisi wenyewe wa Kenya. So chenye tunaomba serikali ni wasikize wa Kenya. Wakati waongee, tusikizane. Hapa tutaweza. Sasa ndio ina maana unapata sasa sisi wakaa watu wa chini. Sasa tunaendelea kuumia, na tena unapata huyu hataki kuona mwingine kama amejikiwa kimfuko. So kwa hivyo sasa ni lazima sasa serikali tuwaomba na tunanyenyekea sana, watusikize, kwanza gharama sana irudi chini. Hiyo kitu ndio inaumiza Mkenya, na sasa na hii maandamano itaisha kuhusu kawa watatukuja kutusikiza na gharama iende. Tukimalizia na wewe kama mwenyekiti wa muungano wa bodaboda katika mji wa Nyahururu, unahisi serikali inapaswa kufanya nini ili kuhakikisha kuwa gharama ya maisha imepungua? Okay, kwa majina naitwa Rafael na mimi ni mhudumu wa bodaboda hapa Nyahururu. Okay, ningeomba serikali tupunguzie bei ya mafuta
kwa sababu gharama ya maisha imetukalia sana, na sisi bado ni wadogo na hakuna pesa. Na unahisi kuwa migomo ndio suluhu ya kupanda kwa gharama ya maisha? Okay, tukiangalia mambo na migomo, watu wamegoma lakini hawakupata suluhisho, kwa sababu watu venye waligoma, wale wenye wametusimamia huko ngazi zetu za juu walienda wakaongea, lakini hatukupata suluhisho yoyote. So tunaomba tu waangusha mafuta, life iendelee. Naam, Chichi, kama vile ambavyo umesikia, hayo ni maoni ya baadhi ya wenyeji kutoka mji wa Nyahururu wakisema kuwa gharama ya maisha imezidi kuwalema, hivyo wanatoa wito kwa serikali kuweza kuhakikisha kuwa imeweza kushughulikia masuala haya ili kuhakikisha kuwa yule mwananchi wa kawaida afinyiki zaidi. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huko ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongeza ila kuregesha usukani kwako Chichi. Namshukuru sana Muhinda kwa kufanya mazungumzo chanya na wakazi wa kaunti hiyo kuhusiana na hali ama mustakabali wa taifa. Hivyo basi